Muda mfupi baada ya jumuiya ya wanataaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDASA kutoa tamko linalohusu hali ya kiusalama nchini na kuzungumzia mambo mbalimbali ikiwemo kuvitaka vyombo vya usalama kushughulikia kwa haraka matukio ya utekwaji na kupotea kwa baadhi ya watu nchini, uongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam umetoa taarifa inayoonesha kujitenga na tamko la UDASA kwa maelezo kuwa chuo hicho hakitambui wala hakihusiki kwa namna yoyote na tamko hilo la jumuiya hiyo. Taarifa ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ya Oktoba 23, 2025 imetolewa chini ya makamu mkuu wa chuo hicho Profesa William Mwanangisye, ikiwa ni muda mfupi baada ya taarifa ya UDASA ya Oktoba 23, 2025. UDSM imesema kupitia taarifa hiyo kwamba misimamo ya UDASA haiwakilishi misimamo ya chuo hicho, kwani ni jumuiya inayojitegemea ndani ya chuo hicho. Taarifa hiyo imesema chuo hicho kinaendelea kuwa taasisi ya umma inayozingatia misingi ya kitaaluma, katiba na sheria za nchi na maadili ya umma, pamoja na kujikita katika mijadala ya umma na kujikita zaidi katika mijadala yenye tija kwa maendeleo endelevu na mshikamano wa taifa. Aidha, chuo hicho kimetoa wito kwa Watanzania wote wenye sifa za kisheria kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025 kwa amani, utulivu, uzalendo, ikizingatiwa kuwa amani ni msingi wa maendeleo, demokrasia na ustawi wa taifa. Ikumbukwe kuwa katika tamko lililotolewa na jumuiya ya wanataaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDASA kuhusu hali ya kiusalama hapa nchini Oktoba 23, 2025, ilisema katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, Tanzania imeshuhudia ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na katiba ya nchi. Kwa kurejea katika ripoti zilizotolewa na mashirika mbalimbali kuhusu hali ya kidemokrasia nchini, ikiwemo Amnesty International. Kwa mujibu wa taarifa ya jumuiya hiyo iliyotolewa na mwenyekiti wake Elgidius Ichumbaki, kwa niaba ya wanataaluma wa chuo hicho hapo jana, imesema kuwa matukio ya utekaji, mauaji na kushambuliwa kwa watu yamekuwa ya kawaida katika miaka ya hivi karibuni, huku wakihoji kama serikali na vyombo vya dola vimeshindwa kuyadhibiti matukio hayo. Lakini kuhusu swala la uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu, UDASA ilieleza kuwa ni haki ya kila Mtanzania mwenye vigezo kushiriki kupiga kura, ikizitaka pande zote zinazovutana kuelekea uchaguzi huo kukubali kuwa makosa yametokea na hatua sahihi zichukuliwe. Aidha, taarifa hiyo ilivisihi vyombo vya ulinzi na usalama kuepuka kuegemea upande wowote, badala yake vitende kazi kwa mujibu wa sheria, na kuwataka viongozi wenye kinga ya kisheria kujiepusha na kauli zenye utata wanapokuwa katika majukwaa ya kisiasa na kijamii.